Hujambo tena mtazamaji wa Shark 24 TV. Siku ya leo tuko hapa tukichambua kuhusu Olkalau ambapo kampeni zilimalizika rasmi. Wacha tuchambue yale mambo ambayo tuliona kulikuwa na amani, kulikuwa na fujo, kulikuwa na vurugu, kulikuwa kutulivu. Wacha tusikie maoni ya Mr. Joseph Mutua Ndonga ambaye ni mchanganuzi wa kisiasa na pia ni mwanaharakati hapa nchini Kenya. Wacha tusalimie na tuambie Olkalau kulikuwa namna gani. Karibu sana Mutua. Asante sana Shark. Nataka kuchukua nafasi hii kwanza kukushukuru kwa sababu ya kuni-invite kwa hii Shark TV. Na kupongeza, endelea kufanya kazi mzuri ya kujulisha Wakenya yale mambo ambayo inaendelea katika nchi ya Kenya. Kwa majina mimi ni Joseph Mutua Ndonga kama vile amesema, na mimi ni mchangamzi wa siasa na mpiganiaji mwanaharakati wa demokrasia na haki katika nchi ya Kenya. Nimekuwa nikifuatilia sana yale ambayo imekuwa ikiendelea kule Olkalau, na hata kama kampeni sasa imefika mwisho kikomo officially, ningetaka kuambia watu wa Olkalau siku ambayo inakuja ya uchaguzi wasikubali yale mambo ambayo tumekuwa tukiona ikiendelea ifanyike tena, ambayo ni ya ghasia ambazo zimekuwa zikijitokeza. Ningewaomba tu mujitokeze hiyo siku kwa amani, muende mpige kura zenyu, na baada ya kupiga kura zenyu kwa amani, mngoje matokeo. Mko na haki ya kumake sure yale matokeo ambayo kuangalia kuona kwamba matokeo ambayo imetokea ni matokeo ambayo ni mzuri, na baada ya hiyo mtarudi nyumbani na mkae kwa amani. Hawa watu ambao maybe siasa ambazo zimekuwa zitaisha, kwa sababu hiyo ndio kitu ya maana, kuisha kwa siasa. Muwe mko na mbunge wenyu ambayo mumejichagulia, na tena murudiane, maisha yenu iendelee kama nomo. Kama ni neiba wako, uendelee kuishi pamoja na neiba yako, kwa sababu huyo neiba yako unamhitaji. Isiwe kwamba ni mambo ya furugu. Nikigusia hiyo nikisema muwe na nikiwaombea uchaguzi wa amani na haki. Ningetaka kuguzia tu yale ambayo nimekuwa nikiona ikiendelea katika hizi siku za kufikia kikomo campaign. Kuna mambo mawili ambayo ilijitokeza. Kuna jambo kama lile tuliona kule Nyahururu wakati yule governor wa Murang'a aliweza kushambuliwa kwenye kanisa. Haikujulikana vizuri ni nini ilifanyika, lakini yeye kwa kusema kwake alisema kwamba watu waliingia kwa kanisa, na kabla hiyo walikuwa tena wameshambuliwa na guns, alafu baadaye wakaenda kanisani na tena wakafuatwa kwa kanisa. Na tukasikia akisema kwamba kuna ule driver yake ambaye nilisikia akisema alikuwa alipigwa na rubber bullet. Nikasikia hiyo maneno ikiwa imeleta shida sana, na kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo ilihusishwa tena na mambo ya Olkalau. Hata kama Nyahururu haiko Olkalau, ilihusishwa na mambo ya Olkalau kwa sababu ilisemekana hii maneno ilifanyika siku mbili baada ya kiongozi wa DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua kuambia governor huyu asitembee kule Olkalau, na baada ya siku mbili tukaona hiyo mashambulizi. Kwa hivyo sasa hii mashambulizi ilileta maswali. Kuna uwezekano kwa sababu governor alikuwa amepewa mkana na huyu former deputy president asiende Olkalau. Kuna uwezekano kwamba hiyo inaweza kuwa ilichangia kwa hiyo mashambulizi ambayo tuliona kule Nyahururu. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo haijulikani, na polisi najua wanafanya kazi yao na wachunguzi wanafanya kazi yao. Tungetaka mambo kama haya maybe ichunguzwe kwa kina ili ukweli ujulikane. Tulisikia kwamba huyu driver wake akisema kwamba alipigwa na risasi, baadaye ikasemekana investigations zilipofanywa kidogo ikasemekana si bullet, hakupigwa na bullet, live bullet, alipigwa na rubber bullet kwa kifua. Na kwa hivyo ndio
hakuumia sana, kwa sababu kama ingekuwa live bullet ipigwe kwa kifua, sijui kama huyo driver yake saa hii angekuwa uhai. Kidogo Bwana Mutua, nikuulize wale watu wa kundi la Bwana Kang'ata walikuwa wameenda pale kanisani, umesema walikuwa wameambiwa siku 2 wasiende Olkalau, na wataka kusema ni kina nani waliwashambulia? Maanake sasa hatukujua wenye waliwashambulia ni kina nani, maanake risasi ni za polisi. Kwa hivyo ni kusema ni polisi waliwashambulia. Nimesema baada ya waandishi wa habari na mambo hiyo kuangaliwa vizuri, ilijulikana haikukuwa live bullet, ilikuwa rubber bullet. Ndio, rubber bullet ni kusema ni polisi waliwashambulia. Lakini governor mwenyewe akisema aliongea mambo ya guns, lakini hapo akimalizia ndio aliongea mambo ya hiyo rubber bullet ambayo iliguza driver wake. Nataka kusema kwamba katika taifa hili la Kenya tumeona mambo mengi. Tumeona huyu mheshimiwa ambaye naongea kuhusu yeye, ambaye alikuwa deputy president, akiwa amevaa mavazi rasmi ya kijeshi na ya polisi, na wakati hiyo mavazi ilifuatiliwa ni wapi imetoka, hatukujua zaidi kama kuna duka hapa nchini Kenya ambayo huwa inauza mavazi kama hayo, na yeye mwenyewe hakutuelezea kama hiyo mavazi alikuwa amenunua wapi. Kwa hivyo kidogo tu nikuulize hali kwa mavazi. Ni mavazi alikuwa amevaa wakati gani? Mavazi ya kijeshi? Maana ile picha, mimi ile picha naweza kumbuka kuna wakati niliona Rigathi Gachagua amevaa bulletproof vest na kofia. Hiyo ndio nataka kumaanisha ni ya kijeshi. Kofia ndio ilikuwa ya kijeshi. Tactical kofia zile huwa wanatumia wakati wako vitani, na nayo t-shirt ni zile za polisi ambapo wanapoenda kupambana na uhalifu huwa saa nyingine wanafaa. Mutua, kidogo tu nikataane na wewe. Ile nguo niliona Gachagua amevaa, na mara ya kwanza niliona pale Kirinyaga Kagio kwa meeting ama kwa rally yake pale Kagio, kuna ile nguo alikuwa amevaa. Ile nguo sioni kama ni ya polisi, maana ile nguo hata waandishi wa habari huwa wanavaa wakati wanaenda kwa maandamano. Kwa hivyo unataka kumaanisha pia waandishi wa habari wanakuwa wamevaa nguo ya polisi? Nasema kuna utaratibu. Kuna utaratibu huwa unafuatwa ili uweze kupata hii mavazi. Ni kama tu ile utaratibu huwa inafuatwa unapotaka bunduki. Hata raia wa kawaida anaweza kuwa ako na bunduki, lakini ili uweze kupatiwa hiyo bunduki kuna ile njia ambayo huwa inafuatwa ya kisheria. Useme maisha yako hatarini, mambo yako iko hatarini, ama ili uweze kuonekana kama unaweza kupewa bunduki ili uitumiwe. Lakini ukionekana na hiyo bunduki ukiwa huna kibali ya hiyo bunduki, utashukuliwa hatua kali ya kisheria. Kwa ufupi unataka kusema Gachagua hakuwa amenunua ile nguo kisheria? Hiyo ndio nasema. Hiyo ndio nasema, kwa sababu hata unaweza dhibitisha aje hakuwa amenunua ile nguo kisheria? Na ile nguo hata ukigugu Mutua, kuna duka kadhaa kama kuna ile ndangwa something spy wanauzanga hizo vitu, hata Jumia yenyewe Mutua unaweza oda ile nguo na ile nguo ukigugu ni kuanzia 4,500 hadi 30,000 bei yake. Kuna duka kadhaa hapa Nairobi zinauza hizo nguo, hata ukigugu sahi unaweza. Bwana Shak, nataka kukuambia hivi, hiyo mambo unasema ya kugugu ni kugugu, umegugu, hujaenda kwa hizo maduka uulize ni taratibu gani huwa zinatumiwa ili uweze kuwa na bulletproof vest na uweze kuwa na kofia hizo ambazo ni za kijeshi za kufa. Hujatembea kwa hizo maduka. Ungekuwa na ushahidi mzuri kama ungeniambia nimetembea kwa hiyo duka moja na nikaelezewa hii ndio utaratibu ambayo unafuatwa ili uweze kupata hizi. Wewe uko na ushahidi gani Gachagua hana barua ama idhini ama cheti cha kuvaa zile nguo? Unajua, alipoulizwa na akasemekana amevaa nguo, mavazi ambayo haitakikani kisheria na ni kinyume cha sheria, yeye mwenyewe alikataa kusema kama hiyo ni ukweli ama sio ukweli. Kwa hivyo tu alinyamaza, hiyo kuonyesha kwamba hiyo challenge alipewa. Kama angekuwa mtu ambaye anataka kusema ukweli, angetuelezea ni kununua, nilinunua, na aelezee wa Kenya. Ile tu nilisikia tu ikisemekana hizo sio nguo unaweza kwenda Gikomba ama uende mahali uzipate, hiyo ni ngumu. Kwa hivyo tu ndio nini. Pale kunyamaza kwake mimi siungi mkono na sipingi, lakini pia hata kotini kuna kuanga na njia tatu. Unaweza njia moja na kuanga kunyamaza kimya, koti ifanye uamuzi wake. Na kama yeye aliamua kunyamaza kimya, nyinyi muamue venye mtaamua, lakini anajua kwenye ametoa nguvu. Sasa hiyo ni yeye anajua.
Sasa hiyo ni yake, lakini ile mambo watu wengi walijua ni ya kwamba hakukuwa amefaa mavazi ambayo anatakikana kufaa bila kibali. Hiyo ndio ilikuwa. Tuachane na mavazi yake kwenye alinunua, ni anajua na dhamani yake na bei yake kwenye alinunua. Nilikuwa nataka kujua hapa Nyahururu walioshambulia mkutano wa Bwana Irungu Kang'ata, unaona kama ni maafisa wa polisi? Sioni kama ni maafisa wa polisi. Risasi ni za nani? Risasi, kuna kitu ambayo Shak, kuna kitu ambayo ungetaka nikimalizia hiyo ambayo umeniambia tutoke hapo niseme kwamba mtu ambaye anaweza pata mafasi ya polisi ama bulletproof za polisi na aweze kupata tactical kofia zinatumiwa na wanajeshi wetu wa Kenya, hata bunduki anaweza pata. Mimi swali yangu ni sawa. Kwa hivyo twende sasa Nyahururu. Twende Nyahururu sasa yani. Nauliza. Mimi sifikiri ni polisi. Nani alishambulia mkutano ya Irungu Kang'ata? Kang'ata mwenyewe alisema ni goons ambao waliwapiga. Kwa hivyo goons walikuwa wanani? Sasa goons ni wa ule ambaye alikuwa amepeana warning Irungu Kang'ata. Kwa hivyo kwa ufupi, kwa maoni yangu. Hiyo ni kwa maoni yangu. Kwa ufupi Bwana Mutua, wataka kusema goons wako na power, sasa hiyo wamefika mahali wanatumia bunduki. Hata kama ni rubber bullet wanatumia bunduki. Si tuna wakora wanakuaga na mabunduki, na tumeona wakora hata watu wabaya wakifanya uhalifu na unasikia ni bunduki ilitumika. Wako Kenya. Na wako Kenya. Kwa hivyo ni kusema serikali imelegea kwa kazi yake. Kuna mahali serikali imelegea, kama kuna watu wako na bunduki kinyume cha sheria na kuna maafisa wa polisi, kuna maafisa wa upelelezi, ama kwa ufupi kuna Murkomen, wanatumia Murkomen wakiwa na Bwana Kanja. Ni kusema kuna wahuni wako Kenya na hawajajua kuna bunduki. Ile tu kitu ningetaka kusema ni ya kwamba hii uhalifu hata watu kutumia bunduki hatujaanza kuona na serikali ya William Ruto. Ni kitu ambayo imekuweko hata kwa zile serikali ambazo zimepita, unasikia uhalifu ulifanywa na wale watu walifanya uhalifu, unasikia walikuwa maybe na bunduki. Nataka kusema hivi, nikirudi tu kwa hii mada na ukubali tu niseme hivi. Tangu William Ruto wakosane na Gachagua, baada ya Gachagua kungatuliwa kama naibu wa rais wa Kenya, Gachagua wakati alikuwa kwa serikali inasemekana alikuwa amefanya urafiki na watu wengi mpaka sekta ya usalama, na mpaka sasa tena wakati aliondolewa amefanya tena urafiki mwingi na wale walikuwa ex police officer na ex servicemen ambao walitolewa kwa kikosi kwa sababu ya utofu wa nidhamu. Na baada ya hao watu kutolewa, inasemekana amekuwa akiwaunganisha pamoja ili hawa watu awatumie katika vita yake na William Ruto, katika vita yake. Kwa hivyo kwa kifupi ni venye utaki kuniambia ukweli. Kwa kifupi nataka kusema Rigathi Gachagua ako na kikosi cha wanajeshi wake. Imesemekana hivyo kwamba ex police na servicemen amekuwa akiwaunganisha pamoja na wale watu wahisi vikundi haramu, kuwa kwamba anapoenda mahali, hata mwenyewe amesema juzi, akasema kwamba mimi sitaki kulindwa na polisi wa William Ruto, mimi nataka kulindwa na vijana wangu. Kwa hivyo nikikuja mahali mkisikia niko kanisani, vijana nyote mnajitokeza, watu wote mnajitokeza kukuja kunilinda. Na hiyo kusema hivyo ni kusema ako na kikosi chake na ako na watu wake wa kumsaidia katika hiyo maneno ya kidogo Bwana Mutua, kuna mali sijaelewa. Kenya tuko na waziri wa usalama. Kenya tuko na majasusi. Wale wanajua mambo. Wanaitangwa NSIS. Wataka kuniambia hawajajua wale watu wako na bunduki kinyume cha sheria waweze kuwakamata? Hiyo sijasema hivyo. Ni kwamba serikali inafanya kazi yake, na hata saa hii waziri wa usalama ametolea Gachagua onyo kali. Amemwambia hata akicheza hata piga kura 2027 kwa sababu hii uchochezi anafanya. Inachunguzwa, wale watu wanatumia wanachunguzwa, na already waziri wa usalama amesema kwamba amesema kwamba kuna watu wameshikwa
Igawa hata juzi wakati maandamano ya juzi alisema kuna watu wameshikwa. Na unajua tena hiyo mambo unasema ya ujasusi, si mambo inatangazwa hadharani. Si kitu ambayo utasikia wakitangaza hadharani, lakini wanafanya kazi yao na polisi wanafanya kazi yao. Isipokuwa ni hiyo kazi ambayo polisi wamefanya na majasusi, hii Kenya saa hii ingekuwa mahali pabaya. Kwa hivyo hiyo mambo inafuatiliwa na kuna watu wameshikwa. Niulize swali lingine mtu kuhusu hiyo maneno yote. Swali lingine mtu hapa ya kiusalama. Wakati mhalifu ama mshukiwa amepatikana, anapewa onyo ama anashikwa? Anashikwa. Haya, na Mr. Murkomen ama hiyo taasisi ya ulinzi ama hiyo wizara ya usalama wa ndani, kwa nini isishike Gachagua kama amefanya makosa kuliko kushinda sisi wakituambia? Nafikiri umeuliza vizuri, lakini tena lazima uchunguzi wa kina ufanywe, kwa sababu unajua kesi ukienda kotini lazima uwe na ushahidi na uwe ufanye ukiwa umefanya ile uchunguzi wa kina. Nataka kusema ya kwamba, na tena unajua mambo ya siasa katika nchi ya Kenya saa ingine inaleta shida, ni kwa sababu Sahi Gachagua amekuwa na watu ambao wanamuunga mkono katika nchi ya Kenya, na sana watu wake wa mlima, kwa sababu amekuwa akiongea mambo ya mlima, na unajua lazima kuangaliwe vizuri, hata akishikwa kuangaliwe mambo ya security itakuwa namna gani, kwa sababu hii mambo ya kumshika lazima kuangalia hivyo, isiwe kwamba maybe kutakuwa na reaction. Mimi nauliza ya wale watu hawajui. Mhalifu ni mhalifu, ndio? Hakuna mtu ako above the law. Sawa. Kwa hivyo Gachagua kama amevunja sheria, kwa nini anangojewa ati mpaka siku fulani ndio ashikwe? Kwa nini asishikwe saa hizi? Kwa hivyo basi hiyo swali nakwambia, nini yake iko motoni, nini yake iko motoni, na mtaona hivi karibuni sheria itachukua mkondo yake kuhusu Gachagua. Na tena kwa hiyo nataka kukuambia kwamba tuna serikali zimepita, na serikali zile zimepita, hizi mara ya kwanza kuona mwanasiasa ako na uchupafu mkubwa kama ule Raila Odinga ambaye alikuwa na nini, yani kwa Wakenya, alikuwa Wakenya wengi wanamfuata. Si mara ya kwanza tukiona hata yeye ameongea mambo kwa zile serikali zilizopita, serikali ya Mwai Kibaki, serikali ya Uhuru Kenyatta, tukaona Raila akiongea mambo mazito sana ambayo hata haina ukweli na ambayo ni ya kujaribu kuharibu sifa ya serikali na hata kutaka kuleta fujo na vita katika nchi ya Kenya. Tukaona Raila Odinga akifanya hivyo, tukaona hata akiongea mambo ya corruption, anasema serikali imeiba, akiambiwa apeleke ushahidi, hakuna ushahidi anapeleka, lakini anaendelea kunena ile maneno. Hatukuona hizo serikali kama serikali ya Mwai Kibaki, serikali ya Uhuru Kenyatta wakikimbilia kumshika. Ni kwa sababu gani? Hawakukuwa wanakimbilia maybe kumshika, ni kwa sababu walikuwa wanaona huyu mtu ako na wafuasi wengi katika nchi ya Kenya, na maybe tukikimbilia kumshukua na kumweka ndani, huenda maybe nchi either iharibike, na tena hiyo haitakuwa inatusaidia sisi kama serikali. Kwa hivyo ni lazima tujiandae vizuri. Kwanza tufanye hata ile inaitwa public sensitization ya kuelimisha Wakenya. Kuna watu wanataka kuharibu nchi hii, kuna watu wanataka kuingiza kwa michafuko, ili hata tukifanya hiyo maneno ya kumshika, maybe hiyo ni temperature, political temperature iwe imerudi chini. Na sasa kama Gachagua ni mhalifu kulingana na wewe, kama Gachagua ako na wale waliostaafu kwa polisi ama walioachishwa kazi, ndio jeshi lake, na hiyo itakuwa ni kinyume cha sheria, si ndio? Kwa nini wanamweka basi wakingojea Kenya iharibike? Nasema hiyo sasa tuache, kwa sababu watu wa usalama wako on this matter. Murkomen ametuashua, polisi wamesema kwamba wanaangalia hii mambo yote, na kwa hivyo tuacha, kwa sababu hiyo ni mambo ambayo iko mikononi mwa watu wa usalama. Ninakubaliana wewe hiyo mambo. Mimi sijui mambo usalama sana. Usalama najua mahali niko mimi niko safe. Haya, swali lingine niulize mtu. Bwana Kang'ata atulisikia akisema yeye ako one time hayuko kwa serikali. Na Kang'ata wakati alikuwa ameenda pale Nyahururu hakuwa ameenda kusupport
serikali. Kwa hivyo mission yake bado ni kupiga ni one term. Kwa ufupi mission yake ni one term. Wataka kuniambia Gachagua angepiga mtu ambaye ako side yake? Gachagua siasa zake hata hasieleweki, kwa sababu tumeona hata wale watu ambao wanamuunga mkono saa ingine akiwageuka. Si mara ya kwanza. Kama nani? Tumeona akiwageuka. Kama nani mfano? Tumeona hata kwa mitandao akisema huyu Bobi Wine walikuwa wanataka kusimamisha gavana, saa ingine anasema wataweka Mkikuyu, saa ingine anasema vitu zingine ambazo. Kwa hivyo tumeona mtu kama Wahome Dhuku ambaye anaitwa Dhuku. Tumeona hata huyu anaitwa Wahome Dhuku, Broga Dhuku. Kuna broga anaitwa. Tumeona saa ingine wakilalamika. Tumeona huyu wakili anaitwa huyu ambaye alikuwa anasema Gachagua hata anatakiwa kuwekwa ndani wakati walikuwa wamekosana. Huyu wakili wa Kirinyaga anaitwa Ndegwa Njiro. Tumeona hiyo mkorofano kwamba saa ingine mko na Gachagua alafu the following day anawatema. Kwa hivyo vile nataka kusema huyu nani Gachagua, huyu Kang'ata, yes, sijasikia akisema kabisa kwamba ako one term. Ile tu nimesikia akisema ni kwamba wakati alisema kwamba ni kama ametoka kwa UDA, alisema wamekaa chini mpaka na William Ruto na wamekubaliana. Nilisikia akisema hivyo. Baadaye nikamsikia akisema ameingia kwa Linda Mama. Sorry. Ameingia kwa Linda Mwananchi. Linda Mama ilikuwa ni ya mama kwenda maternity. Kwa hivyo uache hapa nimalize. Kwa hivyo Kang'ata, haja ya Gachagua sana na ile siasa ambayo Gachagua anafanya katika mlima ni ile siasa ya watu wote kwenye mlima waingie DCP. Kwa hivyo wewe ukikuja ukiwa na mrengo mwingine ambayo sio DCP, Gachagua wewe ni adui yake kwa yeye. Kwa hivyo mimi sikubaliane na wewe ukiniambia ati kwa sababu Kang'ata amesema hiyo unasema kwa sababu hiyo ndio umeniambia one time. Mimi sijasikia, nilisikia tu akisema wameongea na William Ruto. Nitakwambia mahali alisemea kidogo tu. Mkutano wa kwanza hadharani Kang'ata kujitokeza kwa upande wa one term ilikuwa Thika. Wakati Sifuna walikuwa wameenda pale Thika, na ndio kumbuka vizuri kuna wimbo ya reggae aliitisha, wimbo ya reggae akasema people need good education. Hiyo wimbo ilivuma sana kwa pale Thika. Hapo ndio mkutano ya kwanza hadharani kuonekana akisema one term. Kwa hivyo hapo maybe ni kama alipinduka, kwa sababu mara ya kwanza aliposema ameondoka UDA alikuwa hata amesema wameongea, sijui kama hiyo ulisikia, alikuwa hata amesema wameongea na William Ruto akaondoka kuhusu aondoke na kuhusu hilo jambo. Lakini ile kitu nilikuwa nataka kusema ni ya kwamba kwa hivyo kule Nyahururu hatuwezi kusema Gachagua hangepanga hiyo jama, kwa sababu huyu Kang'ata amekataa kuingia mrengo wake wa DCP, na kwa hivyo kwa yeye, kwa Gachagua huyu ni mtu ambaye anaona hivyo anaenda Kang'ata, na vile Murang'a inampenda. Unajua ni mtu anapendwa, hata si Murang'a, ni Kenya yote watu wanampenda. Sasa Gachagua anaona kama huyu mtu anaweza kunipita kisiasa, na kwa hivyo unajua Gachagua ni yule wa kusafeguard, ni mimi msema mlima. Mtu mwingine akijaribu kukuja pale kuleta maneno, huyo mtu tutaonana na yeye. Kwa hivyo tutoke kwa hii swali ya Kang'ata, turudi Olkalau. Turudi Olkalau. Olkalau kuna vyama vingi sana. Na hivi vyama vyote kuna Jubilee, kuna vile vyama kubwa saizi. Wale watu tunaona vyama kubwa, kuna UDA, kuna DCP na kuna Jubilee. Na tukiangalia kina Matiang'i naonanga wakienda na kina hii group ya Jubilee ya kina Kalonzo. Na pale niliona watu wa UDA wamejaa pale, mawaziri, serikali yote. Niseme serikali yote ilikuwa pale. Nikaona watu wa DCP wakiongozwa na huyu senator wa Nyandarua Medho na huyu mama wa Kipipiri Wanjikwamo na wengine wengi. Watu wa Jubilee mbona si kuona pale wakisupport mtu wao, ama watu wa Jubilee wako pale hapo, unaona namna gani? Unajua katika siasa kuna zile zinaitwa campaign strategies. Na campaign strategies ni zile kukalia chini kwa meza, mnakuja na strategy ya vile mtaingia ama vile mtafanya kampeni zenyu. Mimi ningetaka kusema hawa vigogo wa hiyo vyama vyote, hakuna kigogo
ama kinara wa vyama hivyo vyote ambazo zimesimamisha candidates wa Karau, hakuna ule kinara niliona kwa ground. Lakini kama vile unasema, niliona agents wao ama wale agents wao, watu wao wako karibu na wao wakifanya campaign. Umeuliza kama kwa vyama vingine ni kama hawakuonekana. Unajua vile tu hiyo vyama nayo iko chini, kwa sababu ile vyama inajulikana sana kule Orokarau na ziko mbele ni UDA na DCP. Candidates wao wanaonekana wako mbele. Vile tu unaona hizo vyama candidates wao wako na ushawishi mkubwa, ndio nao wale agents wao wanaonekana, lakini kama chama haina ushawishi kwa ile ground. Imesimamisha mtu lakini haina ushawishi mkubwa, haionekani. Hata wale watu wanatembea na huyu mtu hautawajua. Kwa hivyo ningetaka kusema hiyo, mimi ningerudisha hivyo. Kuna kitu umesema ambayo ningetaka isipite. Umesema tuliona serikali kwa ground ikifanyia campaign mtu wa UDA. Ningetaka kufafanua hivi. Serikali, wale mawaziri ambao walikuwa kwa ground na wale PS, permanent secretary, hao walikuwa wameenda kufanya mambo ya maendeleo. Hao hawakuwa wameenda kufanya siasa ya mtu wa UDA. Ni ile maendeleo, kwa sababu watu wa Orokarau wana haki ya kufanyiwa maendeleo hata kama kuna campaign. Unajua kidogo tu kabla umalize, Nyandarua County iko na constituency ngapi ama wakilishi bunge ngapi? Zile unajua? Kuna Orokarau, kuna Kipipiri, kuna hii ingine Kinangop, na ngapi zingine? Kwa nini maendeleo ilikwama tu hapa wakati kuna campaign, ikapita huku kwa huyu anaitwa nani, huyu Wajiko Muhia, ikapita Wajiko Muhia kabla ufika Orokarau ukitoka Nairobi, unapitia Kinangop kwa Kenya Dhuku. Kwa nini walikuwa wanapita Kenya Dhuku, wanatoka ukipita barabara nyingine unapita kwa Wajiko Muhia inakuja hapa? Kwa nini ilikuwa inapita kwingine ikakwambia tu hapo? Na swali lingine ya mwisho, tuseme waziri wa mashamba Alice Wahome, wakati amepelekea watu title pale, wakati anapeana title, ni lazima angeonyeshana mtu wa UDA, tunasema candidate wetu ni huyu, si angepeana matitle na aende kama ameleta title. Waziri ule mwingine wa maji lazima angeonyeshana. Kwa nini alikuwa anamtumia huyo mtu akileta maendeleo, lazima aonyeshane? Kitu ya kwanza ningetaka kusema, katika kaunti ya Nyandarua, hivyo umesema kuna constituencies mingi, sio tu Orokarau. Mipango ya serikali huwa wamepanga vizuri, kama ni hiyo mambo ya maendeleo Kenya yote, vile serikali huwa imeweka mikakati yake. Ningetaka kusema maybe influence ya serikali haikuweza kuonekana katika hizi constituencies zingine za Nyandarua, kwa sababu huko hakuna campaign. Huko hata kama waziri angeenda Kinangop, hata kama angeenda hizo constituencies zingine za Nyandarua kufanya maendeleo, hiyo kwa media ama kwa watu ambao wanafuatilia ile inafanyika, ingekuwa si news. Lakini news kwa ile ground ambayo sasa kampeni inafanyika. Kwa hivyo sisemi katika sehemu zingine za Nyandarua zilikuwa zimebaki nyuma kama ni hiyo mambo ambayo ni maendeleo. Umesema tena kuuliza kuhusu ni kwa nini wakati waziri wa Wahome na mawaziri wengine wa maji wakiwa kule kwa ground, ni kwa nini walikuwaga na candidate huyu ambaye amesimamishwa na UDA katika Orokarau? Unajua wakati waziri ameenda mahali, inajulikana na imetangazwa kwamba waziri wa maji tutakuwa na yeye siku fulani, na kwa hivyo kama ni hiyo siku fulani, wewe ukiwa candidate, unajua katika hiyo sherehe ama hiyo si sherehe, katika hiyo function, unajua ya kwamba kutakuwa na raia wa constituency hiyo watakuja kujionea hiyo mradi ukizudi kabla uendelee. Kwa hivyo serikali ilitumia hiyo nafasi kushika raia ama kuwakaribia juu ameletwa na campaign, ama niyo mradi ndio ilisaidia kuleta raia karibu. Nimekwambia Shaka pale mbeleni kwamba mpango wa serikali huwa umepangwa mbeleni. Hata walikuwa wamepanga kabla hawajajua Kiaraho watakufa. Kitu ya serikali ni mpangilio. Kwa hivyo walikuwa wamepanga mwezi huu maendeleo kutoka hapa hadi hapa. Maendeleo imefuata na ministry zote. Tuliona huyu wa maji amepeleka maji. Tumeona huyu wa stima amepeleka. Walipelekewa title deeds. Sawa. Wote walikuwa wamepanga mwezi huu tarehe hii
hadi tarehe hii tutakuwa Ol Kalou kwa hizo constituency zote Kenya Nyandarua. Wacha nikwambie, nimesema mpangilio wa serikali. Nikisema hivyo haniko kujua kabisa exactly mpango hiyo, kwa sababu sikai kwa ile kamati, zile kamati za serikali ambazo zinapanga hiyo maneno. Kwa hivyo sasa hiyo inaweza kuwa ngumu kukurudishia, lakini ile tu ningetaka kusema, wakati hawa mawaziri wanaenda, wanajulikana kwamba wanaenda, raia wanakuja, na kama wewe unagombea kiti, hata kama sio hii ya Ol Kalou, kiti chochote wakati hata sisi maybe tumeshai kusimama kama MCA, tukisikia kwamba ndio anakuja kwa mambo ya usalama pale Githurai 45 mimi nitajitokeza pale, kwa sababu najua kuna raia na hao raia maybe nitaongea na wao. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo huwa inafanyika, lakini mimi nataka kusema kwamba hawa mawaziri, hawa viongozi wa serikali ambao si wanasiasa hawakukuwa wameenda kufanya campaign kule kwa ground, na kwa hivyo sasa kuna wale nao ni wanasiasa wa mlengo wa Jubilee ambao walikuwa wameenda kufanya kampeni kwa ground kufanyia huyu mtu wa UDA, kama vile vyama vingine walikuwa nao wametoa watu nje ya constituency, kama mmoja akiwa kama DCP walikuwa wamepeleka Kanini Kega, Kabado. Kwa hivyo hata UDA nayo ilikuwa imetoa wanasiasa hata kutoka nje ya Ol Kalou constituency. Hata niliona mwakilishi wadi wa mama wa Lamu, Muthoni Maruvu. Na ukitaka hizo ni kilomita ngapi? Haya, swali lingine Mutua. Hii kundi la upinzani liko na jina yake, inajitanga United Opposition. Kwa nini hawaku unite? Kama wanajiita United Opposition, kwa nini walisimamisha vyama zingine wakiwa united, wanakubali chama kingine isimame? Hiyo ni swali mzuri lakini sasa kwa maoni yangu ni kwamba hawa watu hawaongei kimoja, hawako pamoja, hawa United Opposition kwa maoni yangu kwa sababu kama ingekuwa wako united maybe wangejaribu kufanya hivyo. Sasa unasema inaonekana kwamba hawa watu wako na sera tofauti, na nimesikia hata juzi wakiongea hizo mambo ya sera zao. For example, ukiangalia Matiang'i, uangalie huyu mtu anaitwa Matiang'i, uangalie Martha Karua, sera za Matiang'i na Martha Karua hazipelekani na za Gachagua. Sera sasa, naongea mambo ya sera ama ideology, na nafikiria hiyo ideology hizo kukosa kwamba mko na different ideologies, hiyo ndio inakosa wapitane, hiyo ndio inafanya wapitane. Na sasa swali ni kwamba au watu maybe, kwa watu wa upinzani maybe wanaweza kusema sana kama wanaona hawa watu watashikana pamoja. Kwa hivyo ningetaka kusema hiyo imetokana na tofauti zao, mambo ya ideologies zao, lakini hiyo tu ndio niko nayo. Kulingana na maoni yako umesema wako na maoni tofauti ndio maana hawajashikana. Ni kusema hata pale kiti kile kubwa hawatashikana? Kwa ile kitu kubwa hiyo siwezi kujua, lakini mimi naona hivyo tu anaenda, sioni wakishikana, na sioni mimi wakishikana. Naona hawa watu wakienda different ways. Naona maybe kila mtu akisimama presidential candidate, ule mwingine asimame presidential candidate. Kwa hivyo naona kama hiyo kuna uwezekano mkubwa, hivyo umeuliza, inaweza fanyika pale mwishoni waende wakiwa separate way. Lakini hata kama wataenda whichever way watachoose, sioni kama wao ni tisho kwa rais ambaye amekalia kiti wakati huu. Naona ule rais William Ruto amekalia kiti wakati ako na sera, ako na vision yake, na ako na mahali anapeleka nchi hii. Kwa hivyo sioni whichever way kama watafaulu kumuondoa kwenye uongozi. Hayo ni maoni ya Joseph Mutua Ndonga, mtazamaji, sio msimamo wa Shark24 TV. Kwa sasa tutafikisha hapo, alafu tutaendelea na mjadala baadaye.